Karibu sana mpendwa mfuatiliaji wa channel yetu hii ya makala simulizi katika sehemu hii ya 4 ya simulizi yetu pendwa kabisa. Unakumbuka katika sehemu ya 3 bwana kuna mahali tuliishia na leo hii tunaweza kuendelea katika sehemu hii ya 4. Sasa nikukumbushe tu kwamba kama wewe ni mgeni katika channel yetu hii ya makala simulizi, basi bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe liko chini ya video hii mkono wako wa kulia ili tuweze kwenda sambamba katika sehemu hii ya 4. Tunapoelekea karibu na mwisho kabisa wa simulizi yetu hii. Bwana ni kupitisha kidogo katika mahali ambapo tulipopitia, mahali ambapo tulipokuwa tumeishia katika sehemu hii ya 3 na ili tuweze kuendelea katika sehemu ya 4. Karibu sana tuendelee na simulizi yetu hii katika sehemu ya 4 mpendwa mfuatiliaji. Karibu sana. Wanalalamika lakini hakuna mtu anayemuona kama kweli uko serious. Nikiangalia message alizokuwa amenitumia msikilizaji Mzee Bimo, utachoka tu mwenyewe. Sema ndio hiyo, akasema labda waniache ndio vizuri mimi nikaolewe kule. Msikilizaji, sikujua kweli, usilolijua ni usiku wa giza yaliyoendelea hapo. Siku ile ilikuwa ni ngumu na kubwa sana kwangu msikilizaji. Kwanza wakati naendelea kwenda nyumbani nikakutana na message Mzee Bimo ameanza kutuma. Kwa hivyo umeamua sasa hivi kunisaliti? Umeamua kwamba hunitaki sasa hivi au? Mambo yangu yote ambayo niliyokufanyia wewe pamoja na familia yako sasa hivi unaona si kitu chochote, si ndivyo? Ngambia bana, hapana, sijasema hivyo. Wewe ni wangu. Nikaanza kumliwaza pale. Kule kwa Shedrack hapo akawa naye mambo ya kibao. Yaani anaongea. Sijui kwa hiyo umenipeleka, umenitambulisha kwenu, alafu sasa hivi tayari unagoma kunipokelea simu zangu, mara upatikani, sijui nini. Basi akawa na mind pale. Nikasema lakini potelea mbali. Nikawa namjibu tu kwa kumbembeleza, sui nini, huko na kule, na bembeleza hivi. Nilirudi nyumbani bwana, nikafika pale. Mama nilimkuta akiwa katika hali ya kufura. Yaani amenunia ile sio yani. Nimemsalimia kwanza hajaitikia. Nikajia tu bi mkubwa atakuwa amekasirika sana, ngoja nisimuongeleshe. Nikaingia zangu ndani nikatulia. Baadaye bwana akaingia zake ndani, mambo huko na kule akafanya mambo yote. Baadaye sasa ndio tunasema tunaenda kulala. Akaniita pale. Akaniambia Sitra. Niambia bena. Unajua kwamba Bimo amekasirika sana? Nikamwambia mama, nimeshaongea naye hana shida. Umeongea naye saa ngapi? Bimo amekasirika sana. Na amekuja hapa nyumbani amefoka. Ameniambia kwamba kama nikishindwa kukueleza wewe na ukamuelewa ukaenda kuolewa, amesema kwamba atafanya kitu kikubwa ambacho sitaweza kuamini. Mimi ninaogopa. Naogopa usije ukaingiza matatizoni familia hii. Kumbuka kwamba Bimo ni mtu mwenye pesa. Akiamua kutufanyia kitu chochote kibaya hashindwi. Na kuomba unisikilize mara moja. Yule mtu wako uliyemleta hapa, kuna uwezekano mkubwa sana kwamba Mzee Bimo ameshajua. Na kuomba uachane na yeye mara moja. Achana na yeye mara moja. Sitaki ulete matatizo hapa nyumbani. Mzee Bimo anaweza akafanya maamuzi ambayo yanaweza akakuumiza wewe, au yakaniumiza mimi, au yakatumiza wote kwa pamoja. Kumbuka kwamba mtu mwenye pesa sio rafiki yako hata kidogo. Ni bora uende uolewe na yeye, ukae na yeye kwa kipindi hata kidogo. Kama utaamua kumfanyia vitimbwi lakini muachane, hilo ni la kwako. Hilo ni la kwako. Lakini kwa wakati huu unapaswa ukubali kuolewa na yeye. Mimi nahofia sana usalama wetu. Nilimsikiliza mama na kweli bwana, unajua Mzee Bimo
kuna rekodi ambazo nikizisikiaga nasikia ni mtu mmoja mafia hatari. Nikaanza hapa sija akatufanyia mambo ubaya hapa, hata tukabakwa vyovyote vile. Nikasema au akatua anaweza akatufanyia kitu kibaya. Akatufanyia vitimbu, hata akauza nyumba yetu, akauza ile na eneo letu lote akaliuza. Nikawa naogopa, lakini nikasema hapana, siwezi kwa kweli kwenda mbali na muuza redio. Kwa upande wa Shadrack ilikuwa sio shida, kwa sababu kidogo mama yangu naye alikuwa hamtaki. Kwa hivyo mama anamtaka mtu mwingine, mimi nahitajika na mtu mwingine ambaye ni Shadrack, lakini mimi namhitaji mtu mwingine ambaye ni muuza redio. Wewe, niliwaza pale haraka, nikakuta mama anavyoongea, ngasema leo hapa nimeakanyaga. Nikamwambia mama, mimi nimekwambia kwamba nataka niolewe na Shadrack nilimleta kumtambulisha hapa. Lakini sasa maneno yako unayoongea mbona yananitisha? Mama akaniambia, mwanangu, sio habari ya kutishana. Sio habari ya kutishana binti yangu. Nakuomba sana usikilize ninachokuambia. Na kama sivyo, hata kama ni kudanganya, hakikisha kwamba unakutana naye umdanganye kisawasawa. Umdanganye mpaka akuelewe. Na usije hicho kipindi ukiwa umemdanganya usije ukaolewa. Kwa sababu ikitokea ukiolewa, tayari matatizo ni makubwa yatatufuata. Msikilizaji, nilikuwa njia panda. Nilikuwa nikiwaza pia upendo ambao unanionyesha Shadrack, nawaza habari ya huku nyumbani mama na mzee Bimo, nawaza habari ya mtu ninayempenda sana, muuza redio. Nikasema hapa leo lazima rafiki yangu Mwati lazima ahusike. Kama sio leo, kesho. Tukakaa pale tukaongea sana na mama, akanisisitiza mimi, tukamaliza pale nikaenda kulala. Asubuhi na mapema mimi niliamkia kwa Mwati rafiki yangu. Nikamwambia, mwenzako mimi nimeakanyaga. Akaniambia, mimi nilikwambia upuzi wako unaofanya kila siku. Unahangaika na viuza redio sio nini, unaacha watu wa maana wenye hela. Nikamwambia, sasa sio hivyo mwenzako. Mama hataki hata yeye Shadrack. Mwadhiri wa chuo mama hamtaki kabisa. Hamtaki tena. Yeye swala lake ni moja tu, anamtaka mzee Bimo. Tunafanyaje sasa? Akaniambia, mimi nishakwambia cha kufanya hamna kingine, kwa sababu bana mjini hapa unahitajika maisha. Mzee Bimo atakukea, yani ni bora umchiti mzee Bimo lakini uolewe na yeye kuliko uolewe na huyo sui muuza redio wako, kwa sababu hamna kitu atakachokupa. Ni bora uolewe na mzee yule, huwezi jua unaweza kuolewa naye afuka shangaa siku zote zile anakuja kufariki, lakini anakuacha mali. Kwa hivyo mimi sina kitu kingine cha kukwambia. Msimamo wangu ni ule, lakini utajua mwenyewe bwana, mimi siongei sana, lakini mimi nimekwambia acha kuharibu maisha. Yaani utakuja kuchekwa na dunia baadaye. Umwache mtu mwenye pesa afu uende ukakae na machinga muuza redio. Hivi unajielewa kweli? Sitra, unajielewa kweli? Nikamwambia, basi naomba unisitiri, mimi niwe nakaa hapa kwako mpaka pale ambapo hili jambo litaisha, niangalie mwelekeo ulivyo. Kule kwa mama sitaenda tena. Akaniambia, wewe, yani mimi ugomvi wako wewe, kusema kweli shoga yangu hapo utanisamehe. Na kupenda na mwenyewe najua, lakini siwezi kukuhifadhi kwa sababu Bimo kama akijua kwamba mimi ndo naye kufanyia hivyo, Bimo anaweza kunifanyia unyama mkubwa sana. Siwezi kufanya hivyo kwa sababu Bimo anaweza kunifanyia kitu kikubwa mno cha hatari. Siko tayari. Nikawaza, akasema hata sasa hapa nafanyaje? Ndio jambo kubwa nililokuwa naliwaza hapo. Nafanyaje? Nilisema isiwe shida kwa sababu kazini kwangu kule mimi napata pesa. Nilitoka muda huo na kuongea na dalali mmoja hivi ambaye alinipatia chumba kwa haraka. Ilikuwa ni chumba cha kawaida. Nikasema kuanzia leo mimi siwezi kwenda kule nyumbani kukaa. Nilinunua kwanza kigodoro changu kidogo.
Nikaenda kwenye kile chumba nikawa nishaburi nishali pia, nikaingia ndani nikaanza kukaa pale. Nikasema mambo mengine yataenda vizuri taratibu, nitanunua vitu vyangu ndani. Lakini swala ni moja, siwezi kukubali kuolewa na Bimo afu nikamwacha muuza redio. Pale sasa kwenye chumba changu nilikuwa sina vitu vingi. Nikawa nimeanza kuishi pale rasmi. Nikawa nakaa pale huku nikiwa naenda kule kwa muuza redio. Hapo kule ndipo kulikuwa na rafiki yake mmoja hivi, huyo wa kike. Alikuwa anaitwa Janet. Sasa kadiri nilivyokuwa naendaga pale, tulianza kuwa na urafiki sana na Janet, ambaye ni mmoja ya majirani wa pale kwa muuza redio. Nyumbani kule kukawa ndo kama hivyo nyumbani kwetu. Mama hajui nilipo. Mzee Bimo ananibembeleza mara anafanya hivi, mimi namkatalia. Kwa sababu mwanzoni alifoka, akaona sasa hanipati. Kule kazini kwangu sasa nikawa mimi siendi. Kule kazini sitaki kwenda. Kwa sababu nilimueleza muuza redio kila kitu. Akawa sasa ananihudumia, ananipa hela ya kula, anafanya hivi na vile, na mimi nilikuwa na hela yangu benki nikawa naitumia hivyo hivyo. Sababu nilimueleza kila kitu jinsi kilivyokuwa, akaniambia kwa ile unanipenda. Akaniambia hamia sasa tuishi wote, nikamwambia hapana, nikihamia hapa ni hatari. Unaweza ukaleta matatizo. Basi ndo tukawa tunaishi hivyo. Kwamba mimi naishi kwangu naenda kwake tu kama kawaida. Yule dada tulikuja kuwa marafiki sana. Yule Janet, jirani yake. Akawa ananiambia tu, ananiambia wifi sweet nini huko na kule. Akawa ananiambia bwana nisikia nikwambie kitu. Nikamwambia yes. Niongee tu kweli. Hapa umepata mume. Nikamwambia kwa nini unasema hivyo? Ananiambia umepata mwanaume. Huyu Faki huyu. I say ni mwanaume ambaye ametulia sana. Hajawahi kuwa na mambo ya ajabu hapa nyumbani kabisa. Nikamwambia kwani yeye alikuwa hana demu? Akaniambia hapana. Alikuwa na mke ambaye walizaa naye. Walipata naye mtoto mmoja, lakini yule mwanamke aliwahi kuja tu hapa akakaa kidogo kama mwezi mmoja. Lakini akakuta yule mwanamke kwamba mambo yake sio mazuri, ana tabia za wanaume sana, wakapishana. Lakini toka aondoke hajawahi kuleta mtu hapa. Hajawahi kuleta mwanamke yeyote hapa. Nikamwambia bwana wanaume hao huenda atakuwa anafanyia huko kwingine. Akaniambia hapana. Ninavyomuona ni mwanaume ambaye ni mtulivu. Na huyu kama unavyomuona ni mwanaume ambaye anahitaji kuoa. Sio mwanaume ambaye anahitaji kuchezea. Hapo umepata mwanaume. Faki ametulia sana. Yaani wewe muonege tu vile su sharobaro nini, lakini ni ametulia tena. Kaambia basi bana Dajani tunashukuru. Kiukweli nilifurahi sana baada ya kuambiwa maneno kama yale. Nilijiona kama kweli mtu ambaye ninayempenda ni mtu sahihi sana katika maisha yangu. Na nilimuona ndo mtu wa kwanza kumpenda na yeye akanipenda. Afu ndo mtu ambaye kiukweli anaendana na mimi. Ukiachana na habari ya kwamba sui pesa sui nini, lakini Faki ndo alikuwa mtu sahihi katika maisha yangu. Ukizingatia habari ya umri, mapenzi ya dhati, kwangu kwenda kwake na kwake kuja kwangu. Nilikuwa katika wakati mgumu sana wa kuwaza sana kwamba nitaishije sasa na hawa watu wengine. Moyoni mwangu sikuwa na amani kwa sababu mama yangu najua kabisa hana amani. Niliamua kumblock mama yangu. Sikutaka mama yangu tuwasiliane. Lakini kadiri siku zilivyoenda nilijikuta nikimisi sana mama yangu. Nikasema lazima niwasiliane naye. Nilipitia kipindi kigumu msikilizaji. Lakini bwana pesa kama unavyojua bwana ni ngumu sana kwa mtu mwenye pesa kukubali kwamba ameshindwa kitu. Hakubaliki kwamba ameshindwa. Hasa linapokuja swala la mapenzi. I say ni ngumu. Kwa upande wa Shadraki, yeye ni kweli aliamua. Yule Shadraki mwadhiri wa chuo kikuu, yeye ni kama alififia hivi. Akawa ni hafuatilii sana kivile, mara moja mara anatumia message mara nini, lakini upande wa mzee Bimo hakukubali.
alianzisha sasa mashambulizi rasmi ya kwamba ni lazima aweze kunipata mimi. Alitumia njia za kunitisha, mimi sikukubali. Baadaye bana, nakumbuka tulikaa ikawa pale nyumbani. Sasa mimi ninapokaa, Faka anakuja na mimi naenda kwake, lakini yuko kwenye kipindi kigumu sana, anasema biashara imekuwa ngumu. Ilifikia wakati ambapo sasa mimi pale nyumbani nakosa mahitaji ya msingi. Nikasema nianzishe tena, niende kule nikafungua ofisi ile, nichukue vitu, nifungue kazi yangu ile ya udobi, nifungulie sehemu nyingine. Lakini nikajua kwamba lazima mzee Bimu atajua, na mimi sikutaka mzee Bimu ajue mahali nilipokuwa. Kwa hiyo nikasema hapa cha msingi ni kuanza kufanya kazi zingine tu zozote zile, ili mradi kuhakikisha kwamba ninaongeza kipato, nijipatie kipato mimi binafsi kuliko kumsubiria Faka. Na ni kweli nikienda hata kwa Faki niliona mambo yalikuwa yanabadilika. Mpaka Kayo anaanza kuuza vitu vya ndani, anasema biashara imekuwa ngumu sana, mambo yamebadilika. Nilimuonea huruma, nikamwambia Faki, mimi naomba tu nianze kufanya kazi upya. Naomba nianze kufanya kazi yoyote ile, nimechoka kujifungia ndani. Akaniambia hapana. Pamoja na kwamba hali ni ngumu, lakini mambo yatapita. Lakini mimi sihitaji uende kufanya kazi kwingine, kwa sababu utakapoanza kufanya kazi tayari ndipo utakapomfungulia ibilisi. Katika kufanya kwako kazi unaweza ukatongozwa na watu wengine, au pia ikawa rahisi kwa watu wako wa mwanzo kuanza kukufuatilia na kukupata kiurahisi. Kwa hivyo jambo mimi pekee ninaloliomba, naomba uvumilie kama unanipenda. Nitajitahidi kukupatia kila kitu hapa ukiwa hapa nyumbani. Kaambia wewe Faki, unawezaje kunipatia hivi vitu na kati umeshasema hali ni ngumu? Hebu angalia kule nyumbani, kule kwangu, mpaka kodi inashindwa kulipa. Sasa unafikiri tutaishije? Ananiambia hapana. Pamoja na kwamba kodi inakushinda, lakini naomba uje huko nyumbani. Ni kweli tumekosa pesa ya kulipia chumba kile, lakini nakuomba uje tukae wote hapa mpaka pale ambapo tutakapoamua vinginevyo. Wakati ule msikilizaji, mimi sikuwa na namna. Ilinibidi nikubaliane na wazo la Faki la kuondoka kule kwenye kile chumba ambacho nilichokuwa nimepangisha. Na hapo ikiwa ni baada ya kudaiwa kodi kwa muda ya zaidi ya miezi 2 nikiwa sijalipa bado. Ilinibidi sasa mimi nichukue godoro langu, kwa sababu pale ndani nilikuwa nimeongeza vitu lakini vichache sana. Sikuwa na kitanda, sikuwa na vitu vya maana pale. Nilichukua vitu vyangu vichache, usiku mimi nikaondoka pale. Nilienda nikawa sasa mimi nakaa mimi pamoja na Faki kule nyumbani kwake kwenye geto lake lile. Kiukweli nilifaidi upendo kutoka kwa Faki, lakini sikufaidi maisha mengine, kwa sababu alikuwa hana pesa kipindi hicho. Alizidi kunisisitiza kwamba hicho ni kipindi tu, kitapita, lakini ananiomba kwamba mimi nisitoke. Siku moja mambo niliona yalikuwa magumu sana. Alirudi nyumbani akiwa hana kitu chochote, na hata pesa ya kula, hata chakula pale nyumbani kulikuwa hakuna. Alikuja kaingia ndani, nikampokea. Muda huo kumbuka mchana mimi sijala. Tumekaa pale ndani. Niambia, baby vipi? Kaniambia poa tu. Niambia sasa mbona umekuja hivyo hujaleta kitu chochote na kati unajua kabisa mimi uko nyumbani sijala? Nikwambia kitu mpenzi wangu. Niambia. Aise, nikwambia tu kweli kwamba leo nimekwama kabisa. Yaani nimekwama kabisa mimi, yani nimeshindwa kupata kabisa yani. Mambo yamekuwa magumu kila ninapopita. Hola. Sijui hata nafanyaje. Wewe. Hivi Faki, kwa hiyo tunafanyaje sasa? Mpaka sasa hivi hapa unavyojua muda umeenda. Mimi nina njaa mwenzako ujue. Sijala hata mchana, na hilo unajua. Ukiacha vile vikachori ambavyo ulinichukulia asubuhi kabla hujaondoka. Mpenzi wangu,
Hiki ni kipindi tu, kitapita. Wala hata usiwaze. Hebu nisikilize. Hiki kipindi kinapita, lakini kinaweza kikapita na mimi. Kinaweza kikapita na sisi. Kweli hiki ni kipindi, lakini sasa mimi na hii njaa tunafanyaje? Kinapita, sinaweza kikapita. Kikapita hapo sisi tusiwepo. Unajua nimejaribu hata kukopa. Lakini kila sehemu nilipojaribu ambapo ninaweza kukopa, nimejikuta bado na deni. Unajua siku zote hizi ambazo tulizokuwa tunakula hapa nyumbani, pesa ambayo niliyokuwa nakuja nayo hapa nilikuwa nafanya kukopa, japokuwa nilikuwa sitaki kukwambia. Sasa leo nimejaribu kuangalia sehemu ya kukopa, nimeshindwa kabisa. Yaani nimeshindwa kabisa kukopa. Sababu kila mahali na madeni. Lakini usiwaze wera. Hichi kipindi kitapita. Unajua nilimtazama Faki alivyokuwa ananiambia nasisitiza kipindi kitapita. Nikiwa na njaa. Unajua njaa haina mbabe. Nilifikiri sana ngasema hivi kwa nini, lakini mimi niliacha kusikiliza ushauri wa mama yangu. Ikiwa mimi ningekuwa nimeolewa na mzee Bimo, mpaka sasa hivi mambo yangu yasingekuwa hivi. Ningekuwa na uwezo wa kula, kunywa, kulala, kusaza, kuvaa kila kitu. Kwa kweli nilijilaumu sana baada ya kukuta kwamba eti mimi nimekataa kwenda kuolewa na mzee Bimo alafu na kuja huku kujilaza njaa. Jambo ambalo kwa kweli hata nikiwa nyumbani pamoja na kwamba ilikuwa ngumu, lakini ilikuwa sio rahisi kwetu kulala njaa kipindi cha mwanzo, hata kabla ya mzee Bimo kujiingiza katika familia yetu. Nilitafakari pale, akawa yeye akiwa ameinamisha kichwa chini na yeye anatafakari. Nilianza kunyanyua mdomo wangu nikamwambia, naomba unisikilize mpenzi wangu. Alinyanyua kichwa na kwanza na kunitazama huko akitaka ili niweze kumwambia alichokuwa nimenamwambia. Nikamwambia, unajua kama tukijifanya hivi sisi wababe tunaweza tukafa njaa kweli. Mimi naomba nimpigie simu mtu fulani, lakini huyo alikuwa ni ex wangu. Ex wangu Bimo, naomba nimpigie ili niweze kupata pesa. Tupate hata hela ya kula, na yule nikimpigia najua atapokea simu na atatuma hela leo. Fak aligeuza kichwa chake kwa umakini kwangu kwa mara nyingine na kunitazama. Akaniambia, Sitra, ni kweli hali yangu ni ngumu sana, lakini siko tayari hata kidogo uweze kusogea karibu na hao watu ambao ninajua kabisa kama wakiingia kwenye penzi letu ni kwa ajili ya kuliharibu pekee. Hakuna kitu kingine tofauti na hicho. Kama unanipenda, tulale mpaka asubuhi. Asubuhi tutajua tunafanyaje, tutapata hela ya kula. Lakini kumpigia simu ije hela hapa nyumbani ambayo inatoka kwa mwanaume mwingine, hapana. Mimi ni maskini jeuri bwana. Siwezi kukubali hayo mambo hata kidogo. Tukae hivyo hivyo mpaka asubuhi tutajua tunafanyaje, lakini haiwezekani hela itoke kwa mwanaume afu ije mimi hapa. Na kama ukiona kwamba haiwezekani wewe kuvumilia mpaka asubuhi, na kushauri umpigie simu lakini uondoke hapa. Na kama utabaki hapa hiyo hela akikutumia utakula wewe. Mimi sitaki hata shilingi 100 kutoka kwa huyo mzee. Msikilizaji pale sasa nilikuwa nikifikiri sana. Nikamwambia, lakini wewe kwa nini unakuwa hivyo? Sasa hivi hapa tuna njaa, tuna chakula mitoka tulivyokula kachori asubuhi mimi sijala mpaka sasa hivi. Hivi unajua hizi ni mbinu za kivita. Wewe kubali tuchukue hela yake, kwani mimi yeye anajua mahali nilipo, akinitumia hiyo hela mimi sisi tunakula, maisha mengine yanaendelea, mimi nabaki kwa nawe, kwa naondoka hapa. Kwa nini unakuwa jeuri kiasi hicho? Nikubalie basi mpenzi wangu mimi niweze kumpigia. Wewe
Wewe, maneno ambayo niliyokuambia ndio hayo hayo. Sina maneno mengine. Ikiwa umenichoka huwezi kukaa na mimi, ni bora uondoke. Hakuna mwanaume ambaye atakayetoa hela yake hivi bila sababu za msingi. Ni lazima atahitaji uweze kumlipa. Na mtu kama huyo ambaye anatuma hela, ana uwezo wa kutuma pesa. Nia yake wala sio pesa tena, hata taka umlipe pesa. Ni lazima atakuhitaji kwa njia yoyote ile, na utashindwa kukataa kwa sababu tayari umeshakula vitu vyake. Na kuomba sana, uchague moja, kukaa hapa ndani utulie, au mpigie simu ila uondoke hapa umfuate huko alipo. Msikilizaji, unajua alikataa tukatufaka. Kasema kweli, ando maskini jeuri aisee. Nilifikiri sana, nikamwambia basi poa. Nilichukua maji nikanywa, hatimaye tukaenda kulala siku hiyo bila kula chakula. Asubuhi njaa ilikuwa inanitetemesha mpaka mimi mwenyewe nikasema, wajua alikuwa anatetemeka njaa. Nikamwambia faki. Ase baby, mimi nakufa. Kidogo wakati ndo namwambia, kwanza akaanza kuniambia bana, hebu sikiliza. Nakwambia leo tutakula tu kwa njia yoyote ile. Tutakula kwa njia yoyote ile. Hakuna mwanadamu anakufa njaa. Wakati vitu vyote duniani vipo vya kula. Tutakula. Nikamwambia tutakula kitu gani, hela hatuna, na jambo lisho, hebu niache bwana huko mimi, lakini mimi nakufa njaa, lakini kwa kweli hebu angalia, sina hata nguvu. Kidogo wakati sana namwambia, tukasikia huko nje vitumbua. Kuna mama mmoja alikuwa anapitisha vitumbua pale mtaani. Wewe, nipe. Nilishuka kitandani haraka, nilifika pale mlangoni. Nilianza kubugia vile vitumbua pale. Chukua pale na chukua na weka mdomoni moja kwa moja. Nikamwambia tupe vya 2000. Vitumbua vya 100 hivi vya 2000. Akaweka pale, nikamwambia basi sasa sikia. Mama, vitumbua utapitia hapa basi baadaye. Na hapo msikilizaji, nilikuwa sijui chochote kama baadaye kuna hela au nini. Akaweka kwenye vimfuko pale. Vikawa vimejaa vitumbua. Nikachukua nikaingia navyo ndani. Nikamwambia baby, tule vitumbua. Nikamwambia wewe, umepata wapi hela ya kununulia hivi vitumbua? Nikamwambia baby, kula kwanza. Habari ya kwamba eti sijui umepata wapi utajua baadaye. Nataka unijibu kwanza. Hiyo hela umepata wapi? Baby, mimi hata sijamlipa mama watu, nimemkopa. Na baadaye hapa anapitia hela yake. Wajua alicheka pale, akaniambia wewe, sasa ndani alikwambia ukope? Bwana, mimi na njaa, mimi vile siwezi kufia hapa ndani. Msikilizaji, basi pale tulianza kula vile vitumbua huku tukipiga story. Na ni ukweli kwamba hata Faki alikuwa na njaa sana. Tulikula vile vitumbua pale tukamaliza. Tukachukua na maji tukanywa, tukabaki tumejilaza pale kwenye kitanda. Akawa ananiambia, kula, tumekula na kweli najisikia afueni. Hapo kwenye pesa ya watu hapo. Uzuri sijakopa mimi. Kuna watu watashikwa hapa mpera watabebwa hapa mzoga hivi. Wakalipa hela za watu huko. Sijui watalipa nini. Ila niwashukuru tu watu kwa sababu bwana kweli wamenipa nimeshiba. Hela za watu wakidaiwa watajua wenyewe. Wajua alikuwa ananitania pale, mimi nikawa nacheka pale, nikamwambia tajua mwenyewe, wewe si ndo baba mwenye nyumba. Akaniambia kwani mimi ndo nilichukua? Nikamwambia tajua, akija mimi namuonyesha tu wewe hapo. Basi tukawa tunaongea tunataniana pale. Nikamwambia bana, sikiliza baby, hebu nenda kazini, mimi hapa nitajifungia, akipita hatuko hata hamna mtu, lakini mimi ninachokuomba wewe nenda kazini. Akaniambia bana, mimi nasikia hata uvivu kwenda kazini, mimi nazunguka tu huko wewe na hela sipati, naona uvivu hata kwenda kazini bwana. Nikamwambia hapana bana, nenda tu, mimi nakubariki kama mkeo, nakubariki, Mungu akupatie riziki ile ulete tule. Kaniambia basi kwa neno lako mimi nitatoka. Akashuka pale kitandani. Huyo haraka sana akachukua vitu vyake akaanza kutembea huko. Msikilizaji, mida ya saa 5 nilimuona Faki akirudi pale nyumbani. Amebeba mfuko mkubwa hivi. Wewe, imejajaa vitu hivi. Nikamkimbilia kwanza nikaipokea pale.
Nilimkumbatia. Sababu nilipoangalia kule ndani nilikuta kilo kadhaa za mchele ziko mle ndani, mazage kibao, vitu kibao. Tukaingia naye mpaka ndani. Nikimpiga mabusu pale ya furaha, nikamwambia, "Ui baby, hivi vitu ni vya kwetu?" Kaniambia ndio. Kama jamani, umevipata wapi? Umepata pesa saa ngapi? Kaniambia, bwana, ya Mungu mengi bwana. Yaani nilikuwa nazungusha vitu vyangu hivi. Radio hizi nini? Nimekuta mtu hapo amesimamisha gari, kachukua vitu. Ananiambia kwamba anaenda kijijini huko. Huko kijijini anaenda kumsalimia babu yake. Sasa ameniambia kwamba naomba ameniambia nimuuzie flash. Flash nakwambia ile flash fake ile. Lakini mimi nimemuuzia 25,000 na amekubali kutoa. Ina faida hiyo. Kwa sababu bei ya jumla kule tunazichukua shilingi 2,000. Sasa 25,000 unafikiri kuna shilingi ngapi hapo? Faida 23,000 yote. Nimemuuzia flash, nimemuuzia radio. Radio yenyewe katoa shilingi 30,000. Na ka radio kenyewe kale ka shilingi 7,000. Tunakachukua bei ya jumla. We, katoa 30,000. Yaani yule jamaa sijui hajui vitu. Au basi tu ameamua kuniungikisha. Ametia pale flash, ameweka na radio. Nakwambia nimemuuzia vitu kama 4-5 hivi, nimepata hela wewe. Faida sikosi kama hata 100,000 hivi imeifika. Kaambia basi baby, jamani Mungu anakupenda. Nasema ndio maana bana, nikaona huko nyumbani najua pamechacha. Sasa hapa imenibidi nichukue vitu nivilete hapa nyumbani ili angalau upike kwanza tule, kwa sababu najua hali yetu. Na hata yule mama vitumbua ameshapita. Nikamwambia bado hajapita. Ananiambia apite sasa hivi, amna kufungiwa milango wala nini. Ila yake akitaka ipo. Nilifurahi bwana, kweli mimi niliingia jikoni haraka pale, nikapika zangu wali pale haraka pale, kila kitu safi, kila kitu kaka mezani, katakata kachumbari. Tukaanza kula pale. Wakati tunakula mama wa vitumbua huyo akapita. Achukua hela, kampeleka 2,000 yake. Light kama angejua tu kwamba kulikuwa hamna hela muda ule. Si yoi. Karudisha tunaendelea kula pale. Niliona upendo wa dhati kutoka kwa Faki kwa kweli. Yaani pamoja na yote, lakini alipopata pesa akasema ngoja arudi nyumbani kwanza akisha kwamba nakula. Tulimaliza kula pale, sasa akajiegemeza akasema hapa, ngoja nijegemeze kidogo. Alafu niende nikazunguke tena, kwenda Mungu akasaidia ngapata hela nyingine usiku. Mida ya jioni hiyo nikapata hela. Akajiegemeza pale pale bwana. Ana kitandani akajiegemeza hivi, tukawa tunapiga story. Usingizi bwana ukamchukua huyo. Mimi pale nikawa naendelea kuwaza tu hivi, lakini nifanyeje? Nifanye nini sasa? Haya maisha tutaishi hivi mpaka lini? Maisha kubahatisha watu mpaka tunalala njaa. Nilifikiri muda mrefu, kama muda wa masaa mawili hivi, nikamwamsha. Niambia wewe, sasa mbona umelala kabisa? Akaniambia, unajua bwana, unajua mimi usiku sijalala. Yaani usiku nilikuwa na njaa, lakini shida kilichonifanya nisilale sio njaa. Yaani ni kwamba nilikuwa na mawazo vibaya mno. Nilikuwa nakuwaza sana wewe. Nakuwazia wewe. Kweli nakulaza njaa, mpenzi wangu. Roho iliniuma sana, mimi usingizi nilikuwa silali kabisa. Kwa hapa nimeshiba kidogo, usingizi ndio umenipitia. Nashukuru Mungu. Kaambia pole bana baby. Ulisema kwamba unataka uende kazini. Kaniambia ndio, nataka niende sasa hivi mida jioni, niangalie hapa, nipite kwa ninyi mabaa wapi, nione kama tunaweza nikapata chochote. Ya basi poa. Kama nimekuamsha. Okay. Alinyanyuka pale na kutaka kuondoka, nikamuita nikamwambia lakini hapana, hebu naomba uje kwanza. Alirudi pale, tukakaa pale kwenye kitanda, nikamwambia baby samahani. Najua una nia nzuri sana ya kwenda kutafuta ile mini, lakini naomba tuongee kidogo. Okay, hamna shida. Naomba nikusikilize baby wangu. Si unajua wewe ndo kila kitu. Mimi ninaomba nikuombe kitu kimoja. Nahitaji ngusaidie majukumu ya hapa nyumbani. Nilikuwa nataka mimi niende nikafanye kazi, ili niwe na mimi angalau nachangia kitu chochote hapa nyumbani. Yaani nipate kitu chochote kile ambacho na mimi naweza nikaleta hapa nyumbani.
Unataka ufanye kazi gani? Naweza nikanunua vitu vyote vile, hata nguo nikatembeza mtaani. Sasa hapana. Hapana, haiwezekani. Yaani mimi niwe machinga na mke wangu uwe machinga, tuwe tunazungusha vitu wote mtaani? Sasa hapana. Sitra, nimekwambia haya maisha yanapita tu haya. Hiki kipindi kinapita, ugumu huwezi kwa siku zote. Wewe kama ni kazi utafanya, lakini nitakufanyia kazi ambayo inaendana na wewe. Kuna mambo mimi yakikaa vizuri, mimi nakununulia vifaa vyako vyote, unafungua goli lako la udopi ufanye kazi. Lakini siko tayari ufanye kazi za umachinga. Baby, naomba basi hata mimi nikafanye kazi mahali popote, hata kwenye hoteli au mahali popote, ili mradi tu niweze kuongeza kitu chochote hapa nyumbani. Unajua mimi nakuwa nakupa mzigo mzito, hebu fikiri mpaka tunalala njaa kweli. Kwa hiyo wewe kulala njaa siku moja ndio umeitumia kama kigezo ili uweze kuanza kutoka, si ndivyo? Ili kusudi ukaanza kukutana na watu wako, si ndicho unachokitaka? Baby, hapana, sio hivyo. Sio hivyo kabisa. Mimi nakuonea huruma jinsi ambavyo unahangaika kila siku. Naomba na mimi nikafanye kazi. Alafu nikifanya kazi nichangie kitu chochote tu hapa nyumbani. Hata kama siku umekwama, lakini mimi nipate niwe na kitu chochote hapa. Msikilizaji, Faki alitafakari kwa muda mrefu. Akafikiri, akaniambia basi poa, hamna shida, tutatafuta hiyo kazi na utaifanya. Alitoka pale na kwenda kazini. Mimi pale nilichukua simu yangu sasa na kuanza kuulizia marafiki zangu wengine kuhusiana na kazi. Rafiki yangu mmoja aliniambia kwamba kuna mgahawa mmoja huko pale mjini mkubwa ambao huwa naweza nikaenda kufanya kazi. Nilienda pale na yeye akaniunganisha pamoja na yule bosi wa pale, na kweli aliponiunganisha na yeye tu pale, hatimaye mimi nilirudi nyumbani siku hiyo. Narudi tu hivi ile ndo nafika nyumbani ndo Faki naye anarudi. Akaniambia ulitoka au? Nikamwambia hapana, sikutoka. Nikamwambia bwana, ni kweli nilitoka. Nilienda kwa rafiki yangu mmoja hivi, akaniunganisha. Basi nikamuelezea jinsi ambavyo nimeunganishwa kule sehemu ya kufanya kazi. Akaniambia kwa hiyo kazi imekamilika? Nikamwambia ndio, kazi imeshakamilika kwa sababu ameniambia kuanzia kesho niingie kazini. Sawa. Basi tukakubaliana pale. Mimi kuanzia kesho nikaenda ile sehemu kwa sababu ilikuwa kuna uniform za kuvaa, nikapewa uniform pale, nikavanga, nikuta nimependeza. Nikaanza kuhudumia watu. Siku zikaenda kweli bana, pale nyumbani ikawa sasa hata kama hali ikiwa ni ngumu, lakini hatukosi chakula. Kwa sababu na mimi nilikuwa nafanya kazi. Nilikuwa nalipwa hela si nyingi sana, lakini kiukweli kwa mtoto wa kike ilikuwa inasaidia sana, kwa sababu pesa yangu ni kama ilikuwa haitumiki sana, nilikuwa ni ya kuweka tu. Mpaka pale siku ambapo Faki anakuwa amekwama, ndipo sasa hapo ambapo pesa yangu ilikuwa naitumia. Msikilizaji, siku moja mambo yalizidi kuwa magumu sana kwa upande wa Faki. Akajikuta kwamba sasa anasema hiyo kazi ni kama hakuna. Akasema sasa ni bora aachane na ile kazi ya kuuza redio ili aweze kufanya tu kazi zingine hata masokoni, aweze kupakua mizigo, awe cool tu. Awe mtu ambaye anasomba mizigo, vifanye nini ili mradi apate pesa. Aliacha ile kazi yake na kuanza kuingia kwenye kazi za kufanya kazi masokoni, sasa kubeba mizigo kuingia huko na kule. Kuna siku pia mambo yalikuwa yanakuwa sivyo kabisa, hapati hela. Kiasi kwamba hata ile akiba yangu ambayo niliyokuwa nimeiweka nyumbani tukaila ikaisha. Nikawa sasa nasubiri na mimi kule kazini sasa mshahara wenyewe sio mwingi, ila tu ile kipindi ambapo mpenzi wangu alipokuwa anafanya kazi anapata hela, basi ulikuwa mshahara wangu angalau unakuwa na uwezo wa kutulia. Lakini sasa kipindi hiyo ukawa ndo hako kanatumika na uli yangu sui nini. Bana akawa sasa yeye aisema mambo yake ni mabaya zaidi, mimi ndo nategemea pale nyumbani. Lakini nilikuwa siwezi kumwacha kwa sababu nilikuwa nampenda sana Faki. Siku moja nikiwa pale kwenye ule mgahawa, nilishangaa mtu akiwa ananigusa mgongoni. Wewe. Niligeuka kumwangalia. Alikuwa ni mzee Bimo. Akaniambia wewe. Ndo wewe huyo hapa kweli sasa hivi? Na kutafuta kila siku sikuoni, wewe unaongea na mimi mara niko huko unandanganya, kumbe huko hapa. Niambia samahani sana bwana. Mambo yanaendaje sasa hivi sasa ukijiangalia? Kawaida tu.
Nikajifanya sasa pale nataka kumvimbia ili aone kwamba ni kawaida. Akaniambia hakuna, mambo yako sio kawaida. Najua hali yako sio nzuri hata kidogo kiuchumi. Naelewa mambo mengi sana kuhusu wewe, ila wewe hujui. Kajiuliza mtu amejulia wapi mambo yangu. Akaniambia kwanza nenda maliza afu uje unihudumie na mimi, alafu nitakueleza kitu. Msikilizaji, pale sasa akili yangu ilianza kusema neema imekuja, japokuwa naogopa kwamba asije akanirubuni na nikaanza kumpoteza Faki, lakini nasema neema zimefanya nini? Neema zimerudi. Nilienda kuhudumia watu ambao nilikuwa nahudumia, na pale nilienda sasa kumsikiliza yeye, ambapo kila kitu alichoniambia nimhudumie. Nilipofika pale aliniambia kwamba na wewe jitwalie. Sasa kwa sababu ilikuwa ni muda wa kazi, mimi sikutaka kukaa eti nile au nifanye nini. Nilimwambia basi mimi nitakula baadaye. Alinielewa. Alipomaliza pale aliniambia bana, shika pesa kidogo hii hapa itakusaidia. Nilichukua ile pesa, akalipa na bili zake zingine. Nilipoenda kuiangalia ile pesa ilikuwa ni 200,000 na shilingi 15,000. Wewe, nilifurahi. Afu nyumbani sasa kulikuwa kumechacha. Ningasema safi. Akaniambia bana, lakini fanya nao siku moja tukutane bwana. Kwa kweli nilisema pamoja na mengine yote, lakini kuna vitu mimi siwezi kukubali kabisa ni viache. Mzee Bimu, unaona neema ndo zimekuja. Tuliendelea kuwasiliana huko na kule, akiwa ananibembelezea kwamba ananitaka sijui nini, anataka nioe sijui nini. Nilimwambia kwamba mimi siko tayari. Siko tayari. Sasa bwana, kumbe bwana, wanaume wana kitu fulani hivi. Faki ni kama kuna namna alihisi kwamba mimi tayari niko, kuna kipitari kuna mtu ambaye ananipa kiburi. Japokuwa mimi nilikuwa naona namuonyesha mapenzi yote, lakini kuna namna nahisi alihisi. Akaanza kunifuatilia. Mzee Bimu naye akawa pale kwenye ule mgahawa wetu hakauki. Kila siku, yani baada ya siku ngapi anakuja anafanya hivi, mimi na yeye story. Siku moja alichukua chumba katika sehemu moja ambapo ilikuwa ni guest ambayo ilikuwa iko jirani na pale ambapo nilipokuwa. Yani mgahawa wetu afu pembeni kulikuwa na hiyo guest. Alichukua chumba na kuniambia kwamba anahitaji tukutane pale. Niliwaza na jinsi ambavyo anavyonipatia hela mara kwa mara. Nikasema mimi siwezi kukataa. Nikasema hapa mimi siwezi kukataa. Ngoja nifanye utaratibu ili niweze kwenda. Nafanyaje sasa? Naendaje? Huku sitaki. Lakini sasa kila nikiwaza, nawaza sana, na mwachaje mtu ambaye ndo ananipa hela bwana? Nilikataa pale. Lakini Mzee Bimu akaniambia basi poa, hata kama hutaki twende, njoo basi tuongee kidogo hapa kwenye gari. Nikakubali. Nikaenda mpaka pale kwenye gari yake ambayo alikuwa anaipaki upande wa pili hivi, tukaingia mpaka pale ndani. Alianza kunichezea, kunishikashika. Nilianza kulikumbuka penzi lake jinsi ambavyo lilivyokuwa nzuri. Ni mzee lakini anayajua. Nikaanza na mimi kumchezea tumbo lake, kumshizia kifuani mara hivi. Yule mzee bana alitaka kunifanya mimi pale kwenye gari. Alifunga ule mlango, akawa pale ndani ya gari akavuta ile siti. Alafu akajiegemeza hivi. Wakati huo akawa ameivua ile suruali yake. Na wakati huo mashine yake ikawa imetoka, imetazama juu. Nilianza mimi sasa kuichezea pale, na huku nikianza kunyonya koni. Hisia zangu zikaniambia hebu jaribu kuangalia pembeni. Nikaangalia kwenye vioo vile ambavyo vilivyokuwa ni tinted. Nilipotazama niliona mtu ameweka mikono pale, anatazama ndani. Anatuchungulia. Msikilizaji, mtu yule alikuwa ni wasimu mwingine bana, alikuwa ni Faki. Faki ndo alikuwa anachungulia. Nilitema hiyo koni haraka, nikaachia. Nikatazama jamani, niliona aibu. Niliogopa. Nasema, hapa nimeisha. Hapo mimi mwenyewe nishatokwa na kijasho. Kwanza hapo kiblousi changu kimewekwa pembeni. Mzee mwenyewe ananyonya huku na yeye anashika, anachezea kifuani kwangu, anafanya hivi Msikilizaji, unajua nilichoka.
Nilichoka, nikajua jamani, Mungu wangu, huyo mzee ananipoteza tena jamani, ananipoteza penzi langu la dhati. Niliachia pale na nilimwambia hapana, mimi nashuka. Akanishika kwa nguvu pale, akaniambia tumalizie. Kule dirishani nilipoangalia kwenye kioo cha gari, niliona kabisa kwamba Faki ameondoka, yupo pale. Lakini nilijua kwamba ameshaona kila kitu. Nilitoka pale kwa nguvu, na mimi nikaondoka pale, nikamwacha mzee Bimo pale pale. Sikuwa na la kufanya zaidi ya kuingia kule na kuaga haraka, mimi nikaondoka zangu kurudi nyumbani. Nilipofika nyumbani sikumkuta Faki pale nyumbani. Nilijiuliza huyu mtu atakuwa yuko wapi? Nikaingia zangu ndani nikatulia. Nikaa nimelala. Faki baadaye akaja akaanza akamuita yule rafiki yake yule Janet. Akamwambia wewe sikiliza. Janet, kuanzia muda huu ninapozungumza hapa, usimtambue huyu kama ni wifi yako au mpenzi wangu mimi. Na ukweli ni kwamba hana siku mbili mbele hapa nyumbani. Sitaki kumuona. Nahitaji aondoke. Ila nimekuambia tu kwa sababu mlishakuwa ni marafiki. Alafu mnapendana sana na wewe ni rafiki yangu ambaye nimekufanya kama dada. Isingekuwa vizuri nikifanya haya mambo kimya kimya. Lakini nimekuambia kwamba huyu kwanza sasa hivi sio wifi yako. Nimeachana na yeye rasmi. Kukaa hapa anaweza akakaa siku moja au mbili, kwa sababu tu ili aweze kufanya na kutafuta mahali pa kwenda, lakini hawezi kuwa mtu wangu huyo tena. Nimemaliza. Wewe Sitra, huu ni mwisho wa kuendelea kuwa na wewe. Ndani ya hizi siku mbili tafuta pa kwenda, sihitaji kukaa na wewe. Msikilizaji, mimi nilianza kulia pale. Nilianza kulia, lakini Faki alinyanyuka akaondoka, akatuacha pale. Janet akaanza kuniuliza, akaniambia umefanya nini? Nikamwambia bana, huko kazini bana amenikuta nikiwa naongea na aliyekuwa mtu wangu, ex wangu, amenikuta nikiwa naongea naye. Kwa hiyo amekasirika sana. Amekasirika? Ndio maana mimi pale sikumwambia kwamba aliniona eti nikiwa nanyonya. Nimwambie ile anisute. Akaniambia jamani, amekukuta ukiwa unaongea katika mazingira gani? Nikamwambia bana, nilikuwa nimempelekea chakula, nikamaliza pale nikamhudumia, baadaye kuna vitu vyake alivisahau pale, nikawa nimevipeleka mpaka kwenye gari. Kwa hiyo wakati nampelekea pale, nimemkabidhi pale, ndo nikamuona bibi wangu akiwa anapita, amesimama na anaangalia. Kwa hiyo hapo ndo amekasirika, kwa sababu ile mtu anamjua kwamba alikuwa ni ex wangu. Mbona makubwa sasa wifi? Unajua Faki kwa ninavyomjua sio mtu wa mambo. Ni mtu ambaye ni mustaarabu na wa hekima sana. Mpaka unamkuta anaongea mambo hayo, maana yake hilo jambo limemuudhi sana. Wewe kaa tu hapa bwana, mbembeleze na mimi nitajitahidi kumbembeleza. Alafu ya mambo yaishe ili muendelee kukaa wifi yangu. Mimi nishakuzoea na kupenda bwana. Sidhani kweli kama atakubali. Sidhani. Hamna bwana. Atakubali, mbona mustaarabu. Ila tu sasa ni kwamba unajua wivu, mwanaume hapo ana wivu. Mwanaume yeyote akimuona mpenzi wake yuko karibu na ex wake na hawagombani, lazima awe na mashaka. Lakini kama ni hayo, hilo jambo mbona dogo. Ninaongea naye na uendelea kumbembeleza, yataisha. Huko moyoni mwangu nasema huyu kama angejua nilichokutwa nafanya. Sijui, angekujua angeniambia tu bana wewe ondoka, hakuna msamaha hapo. Lakini sababu nilimdanganya ndo akawa ananipa moyo. Basi bana pale tukakaa. Usiku ule Faki hakurudi kabisa nyumbani. Hakurudi kabisa, hakutaka kabisa kurudi nyumbani. Nikasema mimi pale siku hiyo nakwambia nilibaki mimi na Janet pale, ndo tukawa tunapiga story, utani, sweet. Anajaribu kunitania ili kunitoa ile jambo, lakini mimi kichwani mwangu nawaza sana tu tukio zima, jinsi ambavyo nilivyokutwa nikiwa na nyonya koni ya mzee Bimo. Na nimeonekana na mpenzi wangu kabisa.
macho hivi, sina namna hata ya kubisha. Asubuhi ilipofika, Faki pia kurudi pale nyumbani. Siku hiyo mimi nilienda kazini, lakini akili yangu yote ilikuwa inawaza sana. Nikasema mzee Bimu akija hapa mimi nitajitahidi nisionane naye, nimkwepe kwa namna yoyote ile, ahudumiwe na mwingine na akimaliza pale simfuate. Kazini bwana tulikaa nikiwaza kwamba nitaona hata message au message call au nikipigiwa na Faki, lakini haikuwa hivyo. Niliporudi nyumbani nilimkuta akiwa amekaa. Nilimsalimia, hakutaka kuitikia. Nilimaliza pale mambo yangu hapa na pale, nikaa tumekaa naye pale. Nikamwambia, mpenzi wangu, naomba unisamehe sana kwa kilichotokea. Nisamehe sana, nimekosea, naomba unisamehe. Sina namna yoyote ile ninayoweza kuhitaji kueleza chochote kilichoendelea, lakini naomba tu uamini kwamba mimi nakuomba msamaha. Faki alinitazama, akaniambia, hivi una akili sawa? Yani ni nini yani? Kwamba wewe kitendo ulichokuwa unakifanya pale ni kizuri ambacho angalau kinafaa kuombea msamaha ukiangalia kwa akili zako. Yani kinafaa kuombea msamaha ili usamehewe. Wewe ukiangalia kitendo kile kinafaa kusamehewa. Hebu naomba uelewe tu mambo tuliongea toka jana. Fanya utaratibu uondoke zako. Mimi ni maskini jeuri, naweza kuishi bila wewe. Sikuhitaji hapa nyumbani kabisa. Wakati tunaendelea kuongea, Janet alikuja pale. Jamani, Faki rafiki yangu, mambo? Ya poa, vipi? Bana, mimi naomba bana niongee na wewe. Mimi nilikuwa na wifi yangu hapa bana. Nimekwambia wifi yako ni nani? Wifi yangu yu hapa. Tusikiliza basi bana na wewe, Faki, mbona unakuwa hivyo? Ongea na kusikiliza. Nilikuwa nakwambia mimi nimeongea na wifi yangu Sitra. Anajutia sana jambo ambalo alilolifanya. Ameonyesha kwamba ni mtu ambaye hatarudia tena. Mimi nilikuwa nakuomba umsamehe sana, haya mambo yaishe. Msamehe, mimi bana nampenda bado. Na wewe mwenyewe mimi najua unampenda, lakini kwamba amekukosea, naomba umsamehe. Janet, nafikiri unajua kwamba mimi na wewe tunaheshimiana sana. Mambo yanayonihusu mimi na Sitra naomba uyaache. Ni kweli kuna mambo na kushirikisha, lakini naomba kuhusiana na mahusiano kwamba awepo au usiwepo, nafikiri itakuwa ni vizuri sana ukiliacha likabaki kati ya mimi na yeye. Hebu jaribu kujiweka kando kabisa na hili jambo. Sawa? Nimekuelewa, ila nimekuambia tunaomba umsamehe ikiwezekana, sikulazimishi. Naomba tu umsamehe. Sababu anaonyesha ni mwanamke mstaarabu. Janet, naomba usianze kunichafua kichwa, na kuheshimu sana sister. Habari ya ustaarabu na nini hivi vitu navijua mimi kwamba ni mstaarabu vipi. Naomba uache mara moja kunieleza habari za mahusiano yangu mimi na huyu. Nilichokikwambia wewe kinakutosha na ndicho ulipaswa kukijua. Masuala ya mimi niwe naye au na nini naomba uyaache kabisa. Msikilizaji, Janet aliondoka. Anasema, Mungu wangu, hapa mimi siwezi nikasamehewa. Siwezi nikasamehewa. Tuliongea pale kidogo nikiwa nambembeleza, akiniambia naomba ujiandae kesho uondoke. Nilinyanyua simu yangu na kuipigia na kumpigia mama yangu wakati huu sasa akiwa yeye ameondoka. Nilimpigia mama yangu huko nikiwa nalia. Mama akaniambia, shida? Nikamwambia, mama, samahani sana. Mambo yote ulioniambia nimegundua kwamba kweli nilikuwa nakosea. Sasa hivi mama, naomba unisamehe, nataka nirudi nyumbani. Mama yangu alinichamba, ila akaniambia, rudi nyumbani. Kama amekushinda rudi, bahati hiji mara mbili imeisha hiyo. Nilikuwa na machungu. Niliondoka kweli. Kesho yake nikarudi nyumbani kwetu. Mama yangu alikuwa sasa ule ukaribu na mzee Bimo ulikuwa umepungua, lakini sio kivile, walikuwa wanaweza kuwasiliana na dini mara moja moja.
Nilifika pale nyumbani sasa na kuamua sasa kuendelea kuishi pale nyumbani tu. Siku ya kwanza, ya pili, nini. Siku zikaenda. Mawasiliano kati yangu mimi na Faki alikuwa ni magumu. Kuna muda nilikuwa nikimpigia simu hataki kupokea. Siku zinaenda na mimi nilisema kwamba mimi sasa hivi siwezi kutoka na mzee Bimo. Hata kama Faki ameniacha bora nikae single mpaka kufa. Mzee Bimo aliendelea kuja pale nyumbani sasa, akiwa anasisitiza sana kwamba mimi aweze kunioa, lakini niliendelea kumkatalia. Kuhonga kwake sasa kulizidi pale nyumbani, akawa anahonga kila siku hela ili mradi niweze kukubali, lakini nilikataa. Siku moja nilisema ngoja niende nikamtembelee Faki. Nikafika pale, sikumkuta, lakini nilimkuta dada Janet pale. Tukaendelea kupiga naye story huko na kule, akanieleza kila kitu. Akaniambia bana, sasa hivi jamaa bado kuna muda anakukumbuka sana. Nikamwambia mbona sasa mimi nikimpigia simu hataki hata kupokea? Akaniambia ni hivyo tu, lakini anakukumbuka na anakupenda. Sio nini, kama ukisogea karibu naye sasa hivi atakuoa. Amesema kwamba amekusamehe, lakini anawaza namna gani ya kukurudia. Wewe Janet alivyoniambia vile, nikasema hapa mimi haiwezekani. Siwezi kumwacha Faki. Msikilizaji, kuanzia pale sasa mimi nilivyorudi nyumbani nikawa sasa namtumia message Faki, najaribu kumbembeleza huku na kule. Faki akawa amenilia pause. Pale sasa mimi nilikata shauri, nikasema hakuna namna, inabidi nikaolewe na mzee Bimo. Nikaolewe na mzee Bimo, hakuna namna. Nilimkubalia mzee Bimo na kweli alitoa pesa nyingi pale nyumbani na mimi nikaenda kwake ili nikakae naye. Taarifa hizo zilimfikia Faki, kitu ambacho hakuzipenda hata kidogo. Faki alikuja mpaka pale nyumbani, akaongea na mama kwa ukali, lakini mwisho wa siku akaambiwa mimi sijawahi kukufahamu wewe, kwa hiyo naomba hayo mambo achane nayo mwanangu, si level zako. Faki akukubali, alikuja mpaka nyumbani kwetu kule. Alipokuja siku hiyo mzee Bimo hakuepo. Alinikuta mimi. Kiukweli nilishindwa kumnyima tamu. Tulipeana tamu mzee Bimo akiwa hayupo, na baadaye jioni aliporudi acha kabisa. Wajua mimi nilijua najua Faki ameondoka, lakini kumbe Faki alikuwa yuko karibu. Mzee Bimo aliporudi tu Faki naye ngachanga huyo anaingia. Nikamwambia sasa kwa nini umekuja? Akaniambia nimekuja hapa, namhitaji huyo mzee. Mzee mwenyewe Bimo akatoka akaja pale. Faki akaanza kumpiga biti, akamwambia huyu ni mke wangu na nahitaji kumwoa, niondoke naye kuanzia sasa hivi hapa, sitaki mambo ya ajabu mzee, naomba tuheshimiane. Mzee Bimo alikuna tumbo lake huko akiwa anacheka, akasema vijana mna matatizo sana, mnaacha kutafuta pesa, mnaendelea kuhangaika na wanaume. Hivi mna akili sawa? Na wanawake mna akili sawa sawa nyinyi? Badala mtafute pesa muweze kuchukua mwanamke yeyote yule, nyinyi kazi yenu mnahangaika kuleta shida kwa watu ambao wana pesa, wanachukua wake zao. Ondoka bwana hapa, naomba uondoke kabla sija kufanya kitu ambacho ni kibaya sana. Faki aliendelea kumchenchia pale, anaendelea kumchenchia sana mzee Bimo. Nikaogopa, nikasema Faki anaweza akauliwa pale. Mwisho mzee Bimo alitoa bastola pale pap, akamwelekezea Faki kana maana anataka kumshoot. Akamwambia naomba utoke hapa, sika kutoa ubongo hapa sasa hivi. Naona unazidi kunipigia kelele kama mbwa ambaye anabweka magari. Toka hapa. Faki alipoona hilo bastola imetolewa imeelekezwa kwake, alinywea pale. Yule mzee nakwambia alimgeumbia geuka nyuma upotee. Mzee alinyanyuka pale kwenye sofa na huku akimsindikiza, akimwambia ukichelewa ukitetereka kidogo na kupaswa kichwa. Ilikuwa ndani hapo ya chumba tu, akatoka hapo. Mimi nikawa nakuja huko nyuma naangalia. Faki aliongozwa moja kwa moja kutoka pale kwenye ule mlango, akaanza kutembea kuelekea kule kwenye gate. Wakati anaendelea kutembea, yule mzee bwana mzee Bimo alishuti ile risasi ya nguvu. Ilitoa mlio. Msikilizaji, bahati nzuri kumbe bwana alikuwa ni anamtisha tu, lakini pale Faki alidondoka. Ile risasi ilipita pembeni, haikumlenga. Alikuwa amenuia iwe hivyo tu, ikaenda ikapaa tu, ikapotelea huko mbele. Alizama mahali ambapo hamna madhara. Ongoza kule pumbavu. Tulimnyanyua pale tena Faki. Akanyanyuka, anza kumkokota hivyo, twende. Faki alitoka pale nje ya geti. Alipofika nje ya geti hakukubali kuondoka. Aligeuka akamwambia, "We mzee,
huyo mke ni wa kwangu kwa namna yoyote ile. Japo naondoka, nitamchukua. Mzee Bimo alimwambia mlinzi, funga huo mlango. Funga geti. Achana huyo mbwa. Mlango ule ulifungwa ule geti. Tukarudi ndani sasa mimi pamoja na Mzee Bimo. Mzee Bimo akaniambia usitishwe na kitu chochote, hakuna mtu anaweza kukuchukua hapa. Anaongea pale lakini mimi angejua kwamba mimi yani nimemuona yule pale na nimempenda tena, na hata mchana nilimpa Kvanti. Alikula kei yangu Vanti. Ngawa namsikiliza tu Mzee Bimo anavyoongea pale huku na kule, nikasema lakini mbona Faki ameamua kujitafutia matatizo hivi? Hivi anafikiri anaweza kweli kushindana na Mzee Bimo? Sema potelea mbali. Mzee Bimo mwenzako yule kule nyumbani ana support huku na support, yani ana pesa kila mahali anasikilizwa. Sio atafanyaje? Bana, kusema ukweli Faki alianza sasa kuwa ananichatisha mara kwa mara, huku na mimi nikiwa na chat naye kwa siri. Kila Mzee Bimo akiwa hayupo pale nyumbani. Mapenzi yetu yalizidi kupamba moto kati yangu mimi na Faki. Na pale ndipo ambapo Faki sasa siku moja aliponiambia nije ili anipe surprise. Aliniita mahali tukakutana sehemu ambapo tulikuwa tunakunywa vinywaji soft. Na hatimaye alinipeleka mpaka mahali ambapo kulikuwa na nyumba moja nzuri sana. Tukaingia naye mpaka ndani. Akaniambia nisikilize. Wewe ndio mke wangu halali ambaye unapaswa nikuoe na hakuna mwingine. Nimetumia muda mrefu na nguvu kubwa sana kujenga hii nyumba ili nije kuishi na wewe. Siko tayari kuweka mwanamke mwingine hapa. Fanya jambo lolote lile ili mradi uweze kuachana na Mzee Bimo na uje kwangu. Na hilo jambo naamini Mungu atalisimamia, kwa sababu naamini hata moyoni mwako unanipenda. Tofauti kabisa na unavyompenda Mzee Bimo. Yaliyotokea yote mimi nimekusamehe, yameisha, ninachohitaji uje tukae wote. Kwanza msikilizaji, nilimtazama sana Faki. Nikamwambia hii nyumba ni ya kwako? Najua ile nyumba ilikuwa ni kubwa afu nzuri. Kaniambia ndio. Kipindi ambapo ulipokuwa unaona hali ni ngumu, ni kipindi ambapo mimi nilikuwa najenga. Pesa yote nilikuwa nalipia material. Ndio maana uliona hali ile, na nia yangu ilikuwa ni kwamba ili wewe uweze tuweze kukaa pamoja. Nilipokuwa nakwambia sijapata pesa, sio kwamba nilikuwa sijapata pesa kweli. Pesa nilikuwa naipata, lakini nilikuwa naipeleka ili kuhakikisha kwamba ninaweza kumalizia nyumba yangu. Nilimtazama Faki, nilimpenda zaidi. Kule ndani alikuwa ameweka vitu vingi sana. Unajua uwezo amini kwamba ni muuza redio. Ndio amejenga ile nyumba. Kwanza uwanja ni mkubwa, amejenga mpaka fence. Kweli nyumba yake sio za kifahari kama ile ya Mzee Bimo sawa, lakini kwa kweli kwa muuza redio ile ilikuwa ni nyumba nzuri, kwa sababu hata ukitazama hata watu wengine ambao wameajiriwa hawajengaji nyumba kama ile. Nilitafakari kwa makini jinsi nilivyokuwa ninampenda, nikasema sasa hapa mimi nitafanyaje? Nikamwambia ngoja nikwambie kitu. Hatari iliyo kubwa ni kwamba ni kweli ninaweza nikafanya vyovyote vile, lakini ikiwa Mzee Bimo atajua kwamba nimemwacha kwa sababu yako wewe, hakika hawezi kukubali atakuwa. Yule mzee namjua, ana roho ngumu sana. Nisikilize. Ili jambo linasimamiwa na Mungu. Fanya vyovyote vile uje tuishi wote. Na kama unavyoona kwa mbele pale nimejenga ile frame ni kwa ajili ya ufanye biashara yoyote utakayopenda. Frame ya pili ile pale itakodishwa, lakini ile moja ni kwa ajili yako wewe. Ninachohitaji ni wewe niweze kukuoa. Kafanye vyovyote vile ili mradi uweze kuhakikisha kwamba unakuja nikuoe tuishi wote. Msikilizaji, ulikuwa ni wakati mgumu sana kwangu. Niliwaza sana kwamba ni nini hapa kinapaswa kiendelee. Tulikubaliana, nikaondoka nikarudi nyumbani kule kwa Mzee Bimo, nikaanza kuwaza sasa nitafute vitimbi gani. Nilianza kumfanyia Mzee Bimo vitimbi, lakini Mzee Bimo wala alikuwa hawazi. Nilikuwa najaribu kumnyima mpaka lakini bado pamoja na kumnyima alikuwa bado ananiambia ananipenda na hata nisubiri mpaka siku nitakapokuwa sawa. Alisema mimi anajua kwamba ni ugonjwa tu wa akili umenipitia, lakini hilo jambo litaisha na bado nitaendelea kwa mke wake. Nikaona mtu mbona ana uvumilivu kiasi hiki. Nilimnyima, nakwambia nilimnyima. Nikawa simpi nani yangu hivi mpaka tukamaliza kama miezi 2 hivi simpi. Lakini bado ananivumilia, anaendelea kucheka na mimi. Hata kama mimi nikikataa, nikijifanya nimenuna, ananitania, ananitekenya, nafanya
Yaani unajua mzee Bimu bwana alikuwa anajua kufanya, I say, alikuwa anajua mapenzi bwana. Huwezi ukajifanya unamnunia, hata ukimnunia anafanya chochote kile ili mradi ufurahi. Niliona hiyo haitoshi. Hapo ndipo nilipoamua sasa kwamba ili niweze kuondoka pale inabidi tunitoroke. Hakuna njia nyingine. Siku moja nilimvizia mzee Bimu akiwa hayupo na mimi niliondoka na kwenda kujifungia kule ndani nyumbani kwa Faki. Nikawa sasa mimi nakaa naye. Siku hiyo mzee Bimu alipiga simu nyumbani na kuulizwa kwamba mimi nipo au la, aliambiwa kwamba sipo. Ilikuwa sasa kila mtu alikuwa ananitafuta mimi. Siku ya kwanza ya pili iliisha, mzee Bimu alitoa taarifa baada ya siku ya tatu kufika, akaitoa taarifa polisi kwamba hajui mahali nilipo. Simu zangu hapo zote zilikuwa zipatikani. Nilianza kutafutwa sasa na mzee Bimu kwa njia zake za kutumia watu makini sana ambao walikuwa wanajua kunitafuta. Sio siri, waligundua mahali nilipokuwa. Siku moja tulisombwa pale mimi pamoja na Faki wangu, tukapelekwa kituo cha polisi. Pale ndipo mzee Bimu pamoja na polisi walikaa pale, wakaanza kumwambia Faki kwamba aamue jambo moja, auze jela au aniachie mimi niweze kurudi nyumbani. Faki alimwambia kwamba ni bora niweze jela. Akamwambia, sikiliza kijana, hapa tunachelewa kulifungua jalada lako kabisa ili uweze angalau ufikiri vizuri, kwa sababu hicho ulichokifanya ni mateka na huyu ni mke wa mtu. Maana yake ulimteka mke wa mtu, unaweza kwenda kuozea jela. Amua jambo moja tu, tusifungulie mashtaka yoyote, lakini uamue kumwacha mke wa mtu arudi kwake moja kwa moja na uendelee na mambo yako, la sivyo utapotea. Msikilizaji, Faki pamoja na kwamba yule hakukubali, lakini aliambiwa kesi yake haitafunguliwa jalada rasmi ili aendelee kusikilizwa anasemaje. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, msikilizaji, mimi pale nilitolewa kwanza nikapelekwa kwa mzee Bimu kwa nguvu. Nikaa niko kule. Faki yeye akawa yuko kule lockup bado amefungiwa. Mimi kule mzee Bimu sasa hapo sina uwezo wa kumnyima. Ananiambia ukiendelea ukileta za kuleta yule kinyamkera wako nitamuua yule pale. Nikamwambia mimi upivyo tutakavyofanya, lakini mimi siwezi kuwa na wewe. Siwezi kuwa na wewe. Kabisa siwezi kuwa na wewe, mimi nakwambia. Mzee Bimu akaniambia kwamba sasa wewe dada yako ni mmoja. Yule anaenda kupigwa kule polisi mpaka afe kule. Oda nayo kwenda kuitoa kule na wapo pesa wanamuua. Alafu tuone utafanyaje. Na ile nyumba unijui vizuri ile nyumba ile na kwenda kuiuza mimi. Sasa utaniuliza naiuzaje, hati ya nyumba sina, na kadhalika. Hapo ndipo utakapoelewa maana ya fedha. Naenda kuiuza ile nyumba na yule kijana anaenda kupigwa mpaka ajifie huko. Ngoja uone. Siku hiyo kwa kweli niliona mzee Bimu akiwa anamaanisha. Aliwasha gari yake akaondoka. Nikajua kabisa hapa Faki anaenda kufariki. Alienda kule mzee Bimu. Alitoa oda, alimpigwa sana Faki siku hiyo mpaka akawa hoi. Majeraha, damu nyingi zilikuwa zinatoka, na huku mzee Bimu alikuwa anamrekodi. Akarudi nyumbani. Akaniambia, unaona kipigo hichi? Unaona hicho kilichompata? Sasa huyu hawezi akarudi duniani. Akitaka kupona huyu alipelekwa hospitalini. Kule sasa hospitalini naenda kumalizana na daktari anamchoma sindano anakufa huko. Msikilizaji, unajua nilikuwa na hali mbaya. Nilichoka nikanyongonyea pale, nikaona kabisa jamani, alikuwa anatoka damu, uso haueleweki, umejaa madamu, umevimba jamani. Unajua Faki alipigwa. Nikasema basi sawa. Nikamwambia naomba usimuue, nimekuelewa, naomba usimuue. Nikawa nambembeleza, akaniambia hawa vijana wajinga hawa, dawa yao ni moja, uondoa uhai wao. Hawezi ukatuletea za kuleta sisi watu wazima na akili zetu. Subiri utaona. Kesho mimi nawahi kule kwa daktari, anamalizana naye haraka iwezekanavyo. Utaona na ile nyumba yake ile nitaiuza, hutaamini. Ile nyumba yake naiuza na zile pesa ndipo, yani ngoja utaona, zile pesa zote nitakazoiuza ile nyumba nitakwenda kuzijengea vitu pale nyumbani kwenu. Hapo ndipo utakapoelewa mimi ni nani na hakuna mtu wa kunizuia. I say, niliwaza sana, nikamwambia naomba umsamehe, mimi sitaenda kwake. Ilibidi sasa pale nibembeleze ili tu Faki asiuawe. Alafu mimi hata kama nimeolewa na mzee Bimu, lakini Faki asiuawe kwa sababu nilikuwa nampenda sana. Msikilizaji, kipindi hicho nilipombembeleza vile, akaniambia basi kama umekubali hivyo sawa,
Nikamwambia naomba sasa unipeleke hospitalini kamuone. Akaniambia sawa. Tukaenda hospitali. Wakati tuko kwenye gari nikajisikia hali yangu sio nzuri hivi. Hata nilipofika kule daktari aliniona. Kwa hiyo nilipokuwa namtazama yule nikamkuta Faki hawezi hata kuongea. Yuko hoi anatikisika tu ukimgusa. Hajazinduka, yani hali ni mbaya. Daktari kwanza nikamuuliza akaniambia huyo atapona, lakini mbona hali yako ni mbaya zaidi? Huyu nani wako? Nikamwambia daktari huyo ni sentesi, mambo ni marefu kwa sababu pale tayari Mzee Bimo alikuwa tayari ameshaeleza kwamba mimi ni mke wake. Nikashindwa kueleza pale madaktari kwamba huyo ni nani wangu. Nikamwambia Alice, ni story ndefu lakini tuachane na hayo. Akaniambia lakini mbona naona unaonyesha kama hauko vizuri? Nikamwambia mimi sijui. Lakini labda ni mawazo tu. Yule daktari akaniambia twende nikakupime. Yule daktari tulienda naye, akaanza kunifanyia vipimo mbalimbali kwenye mwili wangu. Baadaye aliniambia kwamba alivyoniita kunipa majibu akaniambia bwana, mwili wako kweli una pressure, lakini kitu kikubwa cha ziada ambacho nilichokiona hapa ni kwamba una mbaraka kwa sababu una ujauzito. Kaambia ujauzito? Nikaangalia sasa kule mbona kwa Mzee Bimo kule toka niende. Mimi nilikuwa kwenye vipindi ambavyo sio vipindi vya hatari, vipindi vya kawaida. Ina maana kumbe nilikuwa nimepewa mimba tayari na Faki tayari. Msikilizaji, mimba nilipomuuliza kweli akaniambia kwamba mimba ile ina miezi 2. Nikamwambia mbona mimi sijagundua siku zote? Akaniambia ina miezi 2. Ina miezi 2, sio ina wiki 3, inakaribia miezi 4. Nikamwambia 3. Nikamwambia sawa. Msikilizaji, mimi pale ilikuwa ni jambo ambalo nililoshangaa kwamba mimi nina ujauzito na nilijua fika kwamba ule ujauzito ni wa Faki. Akili yangu ikawa inawaza, hivi kweli Faki ndo anaenda kufa kabisa alafu mimi na mimba yake hata baba mtoto wangu asimjue baba yake? Basi bwana, tulitoka pale mimi na Mzee Bimo nikiwa sasa pale mimi ni mtu ambaye nina ujauzito. Tulirudi nyumbani. Mzee Bimo akaniambia sasa nisikilize. Hapa huyo mtoto hakikisha anatambulika kama mtoto wangu. Nikamwambia hapana. Hapana, hilo nalo hapana, mbona unaninyanyasa? Kila kitu unataka tu lakini kwa nini unataka mnyanyase sana Faki lakini? Akaniambia sasa hiyo kauli uliyoisema hiyo inaonyesha kwamba bado unampenda huyu kijana na una ratiba ya kurudi kwake. Sasa ngoja nikakuonyesha kwamba mimi ni nani. Huyu kijana ukimuona tena huyu kijana akiwa hai, labda sio mimi, mama yangu mzazi afe kama huyu kijana ataendelea kuwa hai. Watoto wangu wote wafe kama huyu kijana ataendelea kuwa hai. Fucking we. Mzee bwana Bimo alitoka pale na hasira akiwa anaenda kutoa order eti ili Faki aweze kumaliziwa. Alipanda gari yake huyo akaondoka. Nilibaki nikiwa nalia sana huku nikiwa namuomba Mungu aweze kumwokoa Faki. Msikilizaji, kidogo nilipokea simu, nilipoitazama alikuwa akinipigia Mzee Bimo. Niliogopa sana kwamba Mzee Bimo anataka kunipa taarifa kwamba tayari ameshamuua Faki. Niliogopa, moyo wangu ulienda mbio mpaka niliogopa kupokea ile simu. Lakini ilipiga ikakata ikapigwa tena. Nikasema ngoja nipokee hivyo hivyo. Nilipokea ile simu. Wewe. Sauti niliyosikia ilikuwa sio ya Mzee Bimo. Nilisikia sauti ya mtu mwingine akiniambia huyu mwenye simu ni nani wako? Nikamwambia ni mume wangu. Akaniambia amekwisha kupata ajali na amefariki, mwili wake uko mochwari hapa katika hospitali ya mkoa. Ui! Msikilizaji, unajua nilipagawa tena pale. Lakini nikasema Mungu jamani, Mungu wangu jamani, Bimo amefariki. Nikasema ya Mungu wangu. Kaambia amefariki saa ngapi? Mimi nikawa nalia pale. Akaniambia alikuwa yuko speed sana akiwa anaelekea hospitali ya mkoa. Hapa njiani katika roundabout ndipo mahali ambapo alipopata ajali na amekwisha kufariki hapo hapo. Mungu wangu, nikajua kwamba kumbe hakufika. Msikilizaji, habari ya Mzee Bimo ndipo ilipokuwa imeishia hapo. Alikuwa tayari amefariki dunia. Pamoja na majonzi yangu, lakini mimi moja kwa moja nilienda hospitalini. Nilikuta sasa siku hiyo nilipofika pale alikuwa angalau Faki anaweza kunyanyua macho. Habari ya mwili wa Mzee Bimo sikutaka kuiwazia sana kwanza. Nilikuwa nataka uhakika wa Faki. Faki bwana, hali yake iliendelea vizuri kama hivyo, ananiangalia, ananiona. Na hakupata taarifa kwa yeye bado kwamba Mzee Bimo amefariki dunia. Bana, huduma za mazishi zingine zote ziliendelea na Mzee Bimo alizikwa vizuri pale. Ilikuwa mimi ndo niko pale nyumbani. Sasa kwa sababu mimi nilikuwa nimeolewa halali, japokuwa alikuwa na mke wake mwingine,
Basi mimi pale kilichotokea ni kwamba zile mali ziligawanywa na mimi nilipata haki yangu ambayo nilikuwa nayohusu. Faki alitoka hospitalini akiwa mzima kabisa. Pale ndipo sasa tulipoamua sasa kufunga ndoa rasmi. Mimi pamoja na Faki. Akawa mume wangu, ni mume wangu mpaka leo. Mtoto wake yule nilijifungua mtoto, sasa hivi ni mkubwa, ni mtu mzima. Mimi na Faki maisha yetu yanaenda vizuri. Lakini kusema ukweli aliamuliwa na kifo cha Mzee Bimo. Kama sivyo huenda Faki angefariki dunia. Faki nilimweleza ile yote, akaniambia bwana, hayo mambo yote ni mipango ya Mungu na Mungu aliamua kwamba tuwe pamoja. Hapo ndipo tulipoamua kuishi mimi na yeye tukiwa tunapendana, na tumepata watoto na sasa hivi maisha yanaendelea vizuri kwa kweli. Hapo ndipo nasema bwana, alipangalo Mungu hakuna mwanadamu anaweza kulipinga. Mimi na Faki tuliendelea kuishi vizuri kabisa mpaka siku ya leo. Bado yeye ndo mume wangu. Nashukuru Mungu aliniokoa dhidi ya mikono ya Mzee Bimo na kufanywa mambo ambayo mimi nisingeyapenda. Fikia hapo bana, ndio mwisho wa simulizi yetu hii. Mimi sina la ziada. Ndugu zangu, bye bye. Jina langu ni Citrus. Basi bana msikilizaji, hapo ndio mwisho wa simulizi yetu hii iliyokwenda kwa jina la Kakamuza Radio. Hapo ndio inatamatika kabisa. Hakuna jambo la ziada. Msikilizaji, nataka nikwambie kitu kimoja bwana. Unakwenda kupata simulizi kutoka kwa mwandishi mmoja hivi ambaye naomba nisimtaje hapa sasa hivi. Naomba nisimtaje kwamba mwandishi ambaye anakwenda kutuletea simulizi inayofuata ni nani. Naomba ni kukumbusha tu kwamba jiandae vizuri kwa sababu tunakwenda kupata simulizi mpya alafu kali kweli kweli. Hii ni mwisho lakini tunakwenda kupata nyingine. Wewe jiandae, la msingi bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe kama wewe ni bado, ili uweze kupata simulizi hizi mwanzo hadi mwisho. Nikupe kionjo nisikupe, mimi sikupi, na kuaga bye bye. Tukutane katika simulizi nyingine.